Tuzungumze michezo kwa kubwa zaidi. Tuko hapa na JB 64 kuyazungumza mengi yake michezo, lakini kubwa ambalo liko sasa hivi ni joto la kumtafuta kocha ambaye ataenda kuchukua mikoba ya Fadlu Davis mara baada ya kuwa na kocha wa muda mfupi. Tunamzungumzia Hemed Suleiman Morocco ambaye tuliambiwa atahudumu kwenye mchezo mmoja tu ambao tayari amewavusha Simba kwenda hatua inayofuata. Kuna kocha kutoka Uhispania anatajwa. Tuko hapa na JB 64 kumzungumza zaidi na mengi na majina mengi ambayo yanatajwa pia kutua viunga vya Simba. JB, mambo vipi? Bwana fresh kabisa. Uko poa? Mimi niko poa, niko vizuri. Pole na majukumu. Majukumu makali. Si unajua watoto lazima watimiziwe haja zao. Kwa hiyo lazima majukumu kama mzazi lazima yawepo. JB, kabla hujaenda kuzungumzia kuhusiana na majina ambayo yanatajwa kuhusiana na ujio wa kocha mpya, umeitazama Simba ikiwa chini ya makocha wadhawa. Simba mna upungufu wa kocha baada ya kuondoka kwa Fadlu Davis, kama namna ambavyo ulitazama kwenye michezo ambayo mmecheza. Kuwa na upungufu wa kocha ni lazima, kwa sababu mwalimu ameondoka. Lazima mpate mwalimu wa kwenu nyinyi, sio mwalimu wa kumwazima sehemu afu mkaja mkafanya nini mkamtumia. Ndio maana umeona kuna tetesi nyingi zinatajwa makocha wa aina mbalimbali, kwa sababu takriban CV 400 sawa zilikuwa mezani kwenye meza za viongozi wa Simba, sawa, kwa watu kwa walimu walioomba kazi katika kutaka kufanya nini, kupata mkataba katika kuifundisha timu ya nini, timu ya Simba. Kwa hiyo majina ni mengi yaliyotajwa, isipokuwa kuna majina maarufu yanatajwa kina Miguel Gamondi, ukija Nasruddin Nabi na jina lake lipo, umeelewa bwana. Kuna huyu sawa Jose Oliveira, sawa, huyu Mspain ni mwalimu ambaye alozaliwa tarehe 15 mwezi wa 9 1975 na miaka 49. Sawa bwana, ni Mspanyola, amezaliwa katika kijiji cha Vigo. Mimi majitetesi zote zikitoka huwa walimu na wafanya nini na wafuatilia. Kwa hiyo mwamba ana miaka 49 sasa hivi, anaelekea miaka 50, umeelewa. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye tayari yuko age na afu ameshakuwa mature na ana experience kubwa. Ameshapita timu ya National Rally, ameshapita timu ya Orlando Pirates, amewapa mataji 5. Sawa, Orlando Pirates amepita tuku vile vile ya nini ya Uturuki. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa ni mwalimu ambaye sawa ana jina kubwa na ana profile kubwa, kwa sababu ukiona mwalimu mpaka anafundisha Orlando, mwalimu mpaka anafundisha National Rally, alafu aina ya timu na nchi anayotoka, sasa hivi mpira umehamia Spain. Kwa hiyo unakuta kwa sababu amezaliwa katika kijiji cha Vigo ndani ya Spain, basi huyu lazima atakuwa ni mwalimu bora, kwa sababu hapa tulishawahi kumpata Pablo. Sawa, Pablo umeelewa bwana, alikuja akaifundisha Simba tukafika mpaka robo finali, tukatolewa na Orlando Pirates kwa dhulma, kwa mikwaju ya nini, kwa mikwaju ya penalty. Kwa moja kwa moja hakuna mwalimu mbaya ndani ya nini, ndani ya Spain. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri kama atakuja Jose Oliveira. Kwanza jina lenyewe Jose, umeelewa, Jose. Hakuna mtu anaitwa Jose ambaye sio mwalimu mzuri. Kuna Jose Mourinho, kuna Jose Enrique. Kwa hiyo walimu wote wenye Jose basi ujue ni walimu waliokuwa bora kabisa. Kwa hiyo kama tutampata, kama tetesi zinavyozungumzwa, basi mimi nadhani atakuwa mwalimu mzuri ndani ya Simba. Kila kocha ana sifa zake za ufundishaji, huwa tunasema hivyo. Umemfuatilia kidogo tu Jose Oliveira na umetaja sifa zake, amepita kwenye vilabu vikubwa. Kama atakuwa ni kocha wa kuja hapa, unadhani ataenda kuwanyanyua zaidi? Amefundisha Ahly ambao ni Giant, Orlando Pirates pamoja na hiyo timu pia kutoka Uturuki. Mwalimu huyu lazima akija atafanya nini, atatusaidia, kwa sababu unajua Simba sasa hivi stage tulofikia sio kwamba sisi tunatafuta makocha. Sasa pindi walimu wengi wakishasikia tu kwamba bwana Simba imeacha mwalimu, basi CV zinaanza kutumwa, na sasa hivi dunia iko kwenye kiganja, watu fast wanaingia kwenye email, walimu wengi wanafanya nini, wanatuma CV zao. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya walimu ambao walofanya nini, waliotuma, sema kwa sababu hawa ni wakubwa, lakini kuna walimu wengine wengi takriban 400 na wote wanahitaji huduma nini, huduma ya kuifundisha nini Simba Sports Club. Lakini kwa huyu Jose Oliveira, huyu ni mwalimu mimi nimemfuatilia, na ukiona mwalimu anafuatiliwa na JB 64 basi ujue hicho ni chuma. Ukiona mwalimu kashapita National Rally, timu namba 1 ya muda wote barani Afrika kwa sasa, basi ujue huyo mwalimu sio mwalimu wa kawaida. Kwa hiyo ndio maana unakuta mimi nimemfuatilia mpaka mwaka wake wa kuzaliwa, kijiji alichozaliwa ndani ya Spain. Amezaliwa kijiji cha Vigo, mwanao ndani ya Spain, kazaliwa tarehe 15 mwezi wa 9 1970 ngapi? 75. Kwa hiyo ana miaka takribani 50, sasa isiyopungua 50. Kwa hiyo unaona kabisa huyu ni mwalimu bora. Kwa hiyo huyu ni mwalimu bora.
na ukija mwalimu mwingine anayetajwa sawa ni Miguel Gamondi. Miguel Gamondi yuko katika timu ya Singida, anaijua sawa ligi ya Tanzania ipoje, hata mashindano ya kimataifa vile vile ana experience kubwa. Alishawahi kuhudumu ndani ya Yanga na akaipeleka Yanga robo finali, ambapo amenipa mataji mawili ya ligi ya ndani na pamoja na FA, na vile vile ameipeleka Yanga hatua ya robo finali. Kaipeleka Yanga hatua ya robo finali, tena ikicheza kwa ushindani mkubwa. Sawa, wamezulumiwa na Mamelodi, kocha akiwa Miguel Gamondi. Tena ni mwalimu ambaye ana mbinu nyingi, kwa sababu kitendo cha kukosa key players watatu alafu bado timu inacheza kwa ushindani mkubwa na timu namba 2 barani Afrika, yani Mamelodi Sundowns, moja kwa moja unaona kabisa kwamba Miguel Gamondi ni mwalimu ambaye anajua mbinu, kwa sababu mashindano ya kimataifa mimi nahesabu kama sehemu ambayo ya mapango. Kwa hiyo unapokuwa mapangoni lazima uwe na torch, you must have a torch. Kwa hiyo ndio maana walivyompoteza Gamondi Young Africans, niliwaambia mmepoteza torch. Hata Simba walivyompoteza Robertinho, niliwaambia mmepoteza torch, kwa sababu mashindano ya kimataifa tuko mapangoni. Kwa hiyo must have a torch kwa ajili ya kutafuta wapi tundu gani unaweza ukafanya nini ukalitumia kama njia ili uweze kufanya nini kutoka nje. Kwa hiyo Yanga walivyompoteza, na kweli nikawaambia kwa sababu mmempoteza Gamondi, basi timu yenu mwaka huu hata robo finali itakuwa kwenu ni ndoto, hamtoenda. Na kweli hawakwenda, kwa sababu aina walimu walioletwa wameshindwa sawa kuiendesha timu vile inavyotakiwa kama mashindano ya kimataifa yanafanya nini yanavyotaka. Lakini kupitia Miguel Gamondi Yanga walienda robo finali, tena walicheza kwa ushindani wakiwa wamekosa key player wao watatu, hadi ya Ucho wamemkosa Pacome, wamemkosa nayo Kwasi, lakini still Gamondi alitumia wachezaji waliokuepo na akapambana na Mamelodi Sundowns dakika 202 sawa, pasipo mtu yoyote kupata goli. Yani mechi zilitoka sare za bila sawa, home and away, wakaenda kutolewa kwa mikwaju ya penalti. Lakini Yanga mechi ya away wakiwa wamezulumiwa goli ambalo mpaka sasa hivi hata kafu wenyewe waliomba samahani kutokana na yule muamuzi alivyolikataa ile goli kwa kutumia VAR. Tuzungumze kwenye hila hapa. Umemzungumzia vizuri Miguel Gamondi, lakini kipindi yuko Young Africans kuna kauli ambazo zilikuwa zinatajwa kwamba Gamondi amefanikiwa si kwa sababu ya ubora wake, bali kwa sababu ya wachezaji bora na mpango mzuri ambao alikuta umetengenezwa na kocha Nasreddine Nabi, ndio ulikuwa unambeba. Amekuja Singida Black Stars, wameondoka na kombe. Ameprove kitu gani hasa cha wewe zaidi kuamua kwamba huyu kweli akija Simba hatatuvusha? Unajua kitu bora kinakuprove wrong. Yani ndo kitu bora kilivyo. Kitu bora yani material. Gamondi ni material coach. Sawa, ni materialist coach. Ina maana naposema materialist coach maana yake ni coach ambaye ana prove kwa kutumia practical orientation. Wao walisema kwamba Gamondi amefanya nini? Akupata matokeo kwa sababu ya ufundi wake. Ila kwa ufundi wa nini wa wachezaji. Amekwenda Singida amefanya nini? Kawapa kombe, Sala Kagame, alafu at the same time mpaka sasa hivi wamevuka hatua ya awali. Sio tena kwa kishindo. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa mwalimu Gamondi ni mwalimu wa aina gani. Na aina ya mpira wanaocheza Singida, wanacheza mpira mkubwa, anajua kikosi chake akipange vipi. Kwa hiyo Yanga tuwazoe. Yanga wana tabia kitu kikiwa kwao kinakuwa kizuri, wanakipublish. Lakini kikiondoka tu tayari wanaanza kufanya nini? Kukiponda. Sasa hivi wanamponda mpaka Chama, kwamba Chama si lolote si chochote, tulimchukua tu ili mradi. Lakini Chama sasa hivi angalia shughuli anayofanya ndani ya Singida, ameiweka Singida kwenye mabegani kwake na anaifanyia nini? Anaifanyia kazi. Kwa hiyo Yanga tuwazoe, ndo alivyo. Yani hiyo ndo kacha yao, kitu kikiwa kwao kinakuwa kizuri, kikiondoka basi kinakuwa nini? Kinakuwa kibaya. Hii scenario ya Simba na Yanga kuchukuliana watu, au huyu alikuwa Simba akaenda Yanga, huyu alikuwa Yanga akaja Simba. Sasa hivi kocha tunayemzungumzia hapa ni Miguel Gamondi ambaye alihudumu Young Africans. Hilo haliendi kuwapa tatizo kwa upande wenu wana Simba? Unajua mpira una mambo mengi. Sasa hivi inatakiwa tuondokane na zana za ajabu. Sana zingine za ajabu hizo tuondokane nazo. Kweli watu wengi tulikuwa na mashaka, hata mimi mwenyewe nishaikuwa na mashaka juu ya hilo, lakini yule ni mwalimu. Sawa, mwalimu mchezaji huwa mara nyingi wanakuwa hawa wanaga timu. Umeelewa? Hawa wanakuaga hawana nini? Hawana timu. Wale ni watumishi, ni wafanyakazi. Anapoajiriwa sehemu yoyote anafanya kazi. Pindi yeye atakapotaka sasa kuleta mapenzi yake, pale tayari anakuwa anafanya nini? Anajaribia yeye mwenyewe sifa zake.
kwa sababu tayari bado ana umri zaidi ya miaka 10 mbele ya kufundisha nini, kufundisha mpira. Sasa akisema aje Simba afu haribu, ina maana yeye ndo anajaribia nini CV yake, kwa sababu kinachotakiwa yeye akuze CV yake ili aweze kwenda kupata ajira sehemu nyingine, kwa sababu kocha siku zote, makocha wengi wanakuwa hired to be fired. Sasa unapokuwa Simba unaweza ukakata miezi 6 isifike ukaja ukaharibu ukatimuliwa. Sasa je, unategemea sasa umeondokaje? Timu nyingine zitakuhitaji kutokana na hicho ulichokifanya. Kwa lazima atengenezee CV iliyokuwa nini, iliyokuwa bora. Mimi naamini tu anaweza akaja kufanya kitu kilichokuwa nini, kilichokuwa bora. Haya mambo ya ushabiki wa Simba na Yanga inatakiwa tuweke pembeni. Tuangalie hawa ni kama watumishi, mchezaji awe kocha, masio hawa wasemaji, ni watumishi. Anaweza akaisemea Simba akawa na mapenzi na Yanga, akaisemea Yanga akawa na mapenzi na nini, na Simba, lakini kwa sababu kule ni kazini, basi atahudumu katika nini, kazi yake, kwa kupitia nini, kwa kupitia usemaji wake. Tuzungumze jina jingine la kocha ambaye kwenye pita zangu mimi nimekutana nao linatajwa, na sio tu kutajwa, inasemekana ni deal done kwamba kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ally anatajwa kusaini Simba kama kocha msaidizi. Kwako kama itakuwa ni ukweli hizi taarifa, utaipokeaje hizi kwamba ni kocha sahihi kuwa msaidizi kuja pale Simba? Kocha msaidizi, mimi ninachofahamu, unapomleta kocha yeye anakuja na benchi lake la ufundi. Umeelewa lakini uwezo ukazuia tetesi, kwa sababu mambo mengi yanaanzaga na nini, na tetesi. Na yule jamaa yuko vizuri, Ahmad Ally yuko vizuri, kwa sababu ni mwalimu ambaye amesimamia JKT msimu wa mwaka jana, wamemaliza kwenye nafasi nzuri, wamecheza ligi kwa ushindani, wamevichallenge hivi vilabu vikubwa. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa ni mwalimu, kama atakuja kweli Simba basi atakuwa ni mwalimu mzuri, kwa sababu Simba ana sehemu nyingi, ina timu ya under 17, ni mwalimu ambaye anaamini sana katika kukuza vipaji. Kwa hiyo inawezekana akawa anataka kuchukuliwa kwa ajili ya timu za under 20, under 17, na hatimaye akawa hata vile vile mwalimu nini, msaidizi. Sawa, pamoja mwalimu anaweza kaja na benchi lake la ufundi, lakini akawa ni miongoni mwa nini, watu watakokaa kwenye benchi la nini, la ufundi, kwa sababu timu kubwa kama ya Simba uwezi ukawa na mwalimu mmoja au wawili, lazima inakuwa na jopo la nini, la walimu katika kutoa msaada wa aina mbalimbali. Kwa nini? Kwa mwalimu mgeni anayefanya nini, anayekuja. Tunazungumza JB makocha hapa, lakini hebu tuje upande huu. Mna kikosi ambacho kinamhitaji kocha tu bila marekebisho ya kikosi, kwa sababu tumeona maingizo ambayo mmeangiza dirisha kubwa tayari, mechi zimechezwa, wachezaji wameonekana. Je, wameonyesha tayari kile kitu ambacho mlikikusudia kukiona kutoka kwao? Kikosi ni kizuri, sema bado hakijapoa nini, hakijapoa muda wa kutosha na hakijapata game time. Ndio kwanza nadhani wamecheza mechi takriban 4 za kiushindani, na katika mechi 4 hizo tulizocheza wameshinda mechi ngapi? Katika mechi 5 walizocheza wamefungwa 1, wameshinda mechi 3, wamesuru mechi 1. Kwa bado tayari unaona kabisa kwamba rhythm ya timu bado inafanya nini, inajitafuta. Alafu pili vile vile wamekumbwa na kazi ya kuondoka na nani, na mwalimu, na benchi la ufundi tuseme lote limefanya nini, limeondoka. Kwa hiyo bado uwezo ukasema kwamba ukaanza kutoa judgment kwa wachezaji wa nini, wachezaji wa Simba, lakini aina ya wachezaji tulikuwa nao ni wachezaji wakubwa ambao wanaweza wakaipambania nini, logo ya Simba, sawa, kwa jitihada zao zote. Kwa kikosi ni kizuri Msachi, kikosi ni kizuri, ila apatikane mwalimu aje kukiunganisha kikosi, yani hicho ndio kikubwa, permanent head coach, sio walimu wa kuazima azima. Kikosi kizuri ambacho kwa asilimia kubwa rungu lile la usajili alipewa kocha Fadlu Davis ambaye ameondoka kikosini. Yeye amewasajili wachezaji kutokana na falsafa yake, anakuja kocha mwingine ambaye huenda pia atakuwa na falsafa zake. Huoni kwamba pia hii itaenda kuwa shida kwa Simba kwenda kuanza upya kwenye ujenzi wa timu? Mchezaji bora hawezi kuhudumu katika falsafa moja. Sawa, mchezaji mpira ni ajira yake. Kwa hiyo lazima kichwa chake kiwe nini? Kiwe volatile. Si umeelewa? Kiwe diversified, kwamba ukija mfumo huu, mwalimu ana mfumo huu unaopokea, akija na mfumo huu unaopokea, kwa sababu mifumo inatengenezwa. Kwa hiyo wachezaji ndio wanatakiwa wao sasa wakope mifumo ya walimu wanaokuja ndani ya nini, ndani ya timu. Kwa hiyo kusajili wachezaji sio kwamba wale wachezaji ni maroboti, kwamba weshasetiwa kwamba hawa wamesajiliwa na Fadlu basi watacheza mfumo wa Fadlu. Wachezaji wanabadilika kutokana na aina ya mwalimu anayefanya nini, anayekuja. Mwalimu akija na mfumo huu basi anaupokea, huyo ndo mchezaji bora. Ukiona mchezaji ana hudumu kwa mfumo mmoja tu wa mwalimu mmoja, hapo mchezaji kutakuwa hakuna. Kocha atakayekuja tutakuwa tuna story tena za kupewa muda, kwa sababu atakuwa ni kocha mpya. Kikosi ni bora, kikosi ni bora. Aliyepungua ni mwalimu,
uwezo ukasema kwamba kikosi kipewe nini, kipewe muda. Kikosi cha mwaka huu ni kikosi cha kwenda kufanya kupambania nini, kupambania mataji. Kwa hiyo hatuna muda wa kupoteza msimu huu. Mwaka jana sawa tulikuwa tunatengeneza timu na tumeona katika timu ile wametoka wachezaji wachache, especially katika first 11 ametoka Chabalala, ametoka na Fabrice Luamba Ngoma, sio umeelewa, lakini wachezaji waliokuepo wengi walikuwa wanacheza first 11 kina Mkwala, kina Wapu, kina Kip Dennis, kwa hiyo ina maana kina Mpanzu, kwa hiyo ina maana wamekuja kuongezewa watu kwa ajili ya kupata chachu ya nini, ya motivation, wachezaji wenyewe wapeane motivation, kwa sababu mmoja anapokuwa nje mwingine akicheza basi yule ndani atoe good commitment, kwa sababu anajua nje kuna aliyekuwa bora zaidi yangu au anayefanana na nini na mimi. Yani hicho ndio kikubwa, lakini kwa kikosi cha Simba sio kikosi cha kusubiria muda eti kianze kujengwa tena upya. Jibu, umekitazama kikosi kwa uzuri hasa kwenye mchezo wa hapo jana dhidi ya Gaborone FC. Mapungufu gani ambaye unadhani kocha ambaye atakayokuja anapaswa kuwashughulikia ili muende vyema kabisa kwenye hatua zinazofuata, kwa sababu tunaamini kila hatua mnaoenda zaidi inakuwa ngumu kuliko ambayo umetoka? Mimi nadhani kikosi cha Simba kiko sawa. Mwalimu tu akija, mimi nadhani kikubwa zaidi mwalimu wa fiziki. Yani fiziki ya Simba inaonekana iko chini. Yani hicho ndio kikubwa, kwa sababu mchezaji anatakiwa apambane dakika zote 90. Sawa, na hata kama atakafanywa sababu yule anaingia naye akija aingia apambane. Kwa hiyo fiziki Simba tuna uhaba wa walimu wa fiziki. Tangu aondoke marehemu yule Mtunisia, umeelewa bwana? Yani mpaka sasa hivi bado hatujapata mwalimu yule bora katika nini wa fiziki, kwa sababu kipindi kile wachezaji wa Simba walikuwa na fiziki iliyokuwa bora sana. Ukimgonga mchezaji wa Simba basi ujue lazima utaenda chini wewe, yeye anabaki anafanya nini, anaendelea. Lakini ukiona wachezaji wanapata sana injury, yani mara sometime mpira unashuka, sometime mpira wa kasi, sometime unakuwa slow, basi hapo kuna matatizo ya nini, ya fiziki. Kwa mwalimu wa fiziki ndio pengo kubwa. Na kwenye taarifa ambayo nimeiona hapo jana kwenye benchi la ufundi ambao limeondoka na kocha Fadlu Davis, aliyebaki ni kocha wa viungo. Hii unatuma ujumbe gani kwa Simba? Kama yupo basi aongezewe nguvu, umeelewa, kwa sababu wachezaji ni wengi, umeelewa, wachezaji ni wengi, kwa sababu sometimes wachezaji kuna mazoezi yao individual, fulani anapoa mazoezi haya, fulani anapoa mazoezi haya, na hii inatoa wito hata kwa wachezaji, kuna mazoezi ya private wanatakuwa wayafanye. Leo unakuta kuna garage pale, ukienda mitaa ya Masaki kule kuna garage. Sawa, watu wanakwenda wanafanya nini, mazoezi binafsi, kuna gym binafsi. Mchezaji wewe kama mchezaji, kwa sababu mpira ni ajira yako, unalinda ajira yako, unatakiwa wewe mwenyewe ujiweke nini, ujiweke fit. Tofauti na wachezaji wa zamani, wachezaji wa sasa hivi wamekuwa kwa tofauti sana. Zamani mchezaji unakuta yeye mwenyewe anajituma kwanza ajiweke nini, fit. Mwalimu anakuja kufundisha skills tu ndogo ndogo. Lakini sasa hivi wachezaji wamekuwa ni watu wa kuchungwa muda wote, mara haiko kambini, wafanyishwe mazoezi kwa nguvu, na hakuna mazoezi ambayo wachezaji wanayachukia kama mazoezi ya nini, ya fiziki. Kwa hiyo hii ni wito kwa wachezaji wa Simba, wanatakiwa wawe na mazoezi binafsi, especially mazoezi ya nini, ya fiziki, wakifuata taratibu, umeelewa bwana, za therapy wao, na vile vile hata aina ya vyakula wanavyokula wanatakiwa wajichunge. Sio unakula ovyo, muda wa kulala, kupumzika, wanatakiwa wapate muda wa kutosha kwa kupumzika. Sio mchezaji ukipewa ruhusa tu ya siku 2 tayari wewe mara uko klabu ambiance, mara suko wapi, mara uko kitambaa cheupe, umeelewa. Kwa hiyo unakuta wachezaji wa sasa hivi wanapenda sana starehe kutokana na aina ya mishahara wanaofanya, wanaolipwa. Kwa hiyo wanatakiwa wajichunge, wajue kwamba sasa mpira ndio ajira yao na mpira ni ajira ya muda mfupi. Kwa hiyo wanatakiwa waichunge na wachunge kile walichokuwa nacho, wakitunze ili kiweze kuja kuwasaidia baadaye. Simba tuwategemee hatua gani zaidi, ambao tunajua kwamba hapa mmefika malengo yenu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika? Kuanzia nusu finali. Sisi swala la kwenda makundi, swala la kwenda robo finali, it is not a story. Sisi story ni kutoka tena nusu kuelekea kuitafuta nini, finali tena. Kwa hiyo ndio target ya Simba ya msimu. Chini ya hapo tunawatem kwamba mmefeli. Chini ya hapo ina maana tutakuwa tumefanya nini, tumefeli, kwa sababu tushacheza robo finali misimu mingi na shirikisho tushaenda nini finali. Kwa klabu bingwa 1974 ndio tulicheza nusu finali. Kwa hiyo tunataka tuivunje rekodi yetu ya nusu finali kuelekea finali. Kwa kipindi hichi cha karibuni tumecheza robo finali takriban 6 za klabu bingwa. Hadi sasa hivi kwenye maingizo mapya, licha kwamba umezungumza vizuri kwamba bado hawajaunganika vizuri, mchezaji gani ambaye amekukosha hadi sasa hivi na unaona huyu hakuhitaji hata kupewa muda zaidi? Morris Abraham. Wanasema ni Luis Jose Miquissone. Yule anaitwa Jose Luis Miquissone mpya. Nishawaambia huyu ni new Jose Luis Miquissone. Yaani ni Miquissone mtupu.
Yani pindi anaponyang'anywa mpira ndani ya sekunde 2 kashaamka anakutafuta. Ukimwangusha sekunde hiyo hiyo kashaamka anaondoka. Jana kuna tukio moja alilifanya lilo wanafanya wachezaji wa Ulaya wanaojielewa. Yani kataka kupiga mtu chenga akanyang'anywa pale pale kaanguka kainuka kauchukua tena mpira anaondoka wamemweka chini kainuka anaondoka wamemvuta. Yani yule ndo Mixon tunaomfahamu sisi. Na mlikuwa mnamtaka. Ndio kwa tunamtaka. Kwa hiyo Morris Abraham ni swala lingine. Na nadhani ni man of the match kwa mechi ya jana. Kwa mechi ya jana. Mchezaji mwingine? Lucien Dorock. Unaelewa? Mligo. Yani Simba mwaka huu usajili wetu wote ni wachezaji wote ni bora. Kila nio Maema wote wako vizuri. Wengine bado hawajapata nafasi. Kina Baja Bell bado hawajaanza kucheza. Umeelewa bwana? Kiungo ule mtoto wa Coast bado hajaanza kucheza. Lakini mimi naamini usajili wa msimu huu kina Wilson Nangu bado hajaanza kucheza. Nangu akishaaminiwa tu pale nyuma. Mimi nina uhakika kabisa pale watakuja kucheza Nangu na nani? Na Lucien Dorock kwa sababu Nangu ni mwepesi. Mfano ile penalti alotoa jana Karabou. Ile kwa Nangu ile upate penalti. Ina maana speed ilimshinda ndio maana akaamua mvute yule jamaa. Lakini kwa mchezaji mwenye speed unaona Rushin alishamwahi yule jamaa alishamfikia tayari mbele. Sema huyu kawahi kufanya nini? Kumvuta yule jamaa ndio ikawa penalty. Lakini kwa Nangu ile anakuwahi ana block anafanya nini? Au anaweza akapiga tackle akachukua mpira akafanya nini? Kutokana na wepesi wake. Sio beki mbaya, sema ana nature ya uzito kutokana na aina ya umbile lake alilokuwa nalo. Umeelewa? Kwa naamini mwalimu atakapomwamini Wilson Nangu basi inawezekana ikawa shughuli imefanya nini imeisha pale nyuma. Kwenye eneo la ushambuliaji mmeongeza maingizo mapya ambayo alikuwa anatajwa kuja kutake over lakini bado ni kama hawajaonekana. Kuna Selemani Mwalimu lakini pia kuna Jonathan Soa ambaye tayari ana goli moja ambalo alilifunga kwenye kujifungua ye mwenyewe lakini bado wale makali ambao watu wengi walikuwa wanategemea kuyaona hawajaona. Unadhani shida ni nini na nini kifanyike? Mimi nadhani ni mapitio tu ya mpira. Sawa, Simba ni klabu mpya, yule ametoka kwenye timu ndogo ya Mediama. Akaja Singida ni timu ndogo yenye small number of fans. Amekuja Simba, Simba ina fans wengi kwa hiyo ile pressure bado haijamtoka. Lakini bado slogan yake ni ile ile, kila mechi lazima afunge. Kwa sababu amekuja mechi 15 mpaka sasa hivi kwenye ligi ya Tanzania amecheza mechi 14 na kila mechi amefunga. Sio umeelewa? Mechi 13 kacheza Singida kafunga goli 13. Mechi moja amechezea Simba kaifunga. Kwa hiyo katika ligi ya Tanzania na yeye mwenyewe anakuambia hakuna beki wa kuzuia mimi sifunge. Kwa kacheza mechi 14 na goli 14. Hizo ndio statistics za Soa. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na Soa wala Suleiman Mwalimu. Kuna kitu vikubwa sana vinakuja ndani ya Simba. Ndio maana tunamwambia watu wa Simba wanywe mtori nyama watazikuta chini.